kukaribisha wote ambao mnasikia sauti hii, mkiwa bari, mkiwa karibu, tukaweza kubarikiwa pamoja asubuhi ambayo imejawa na utukufu wa Bwana, Jumapili ambayo kwa hakika inatabasamu kwa wale wote ambao wanamwamini Bwana, wale ambao nguvu zao na msaada wao unatoka kwa Mungu. Ni siku ingine ya maajabu ambayo Bwana ametupatia, ambayo Bwana ametufanya tukaweza kuiona, siku ya kumtukuza, kumshukuru na kumwabudu, nalo jina lake Bwana likainuliwe na likaweze kutukuka juu ya majina mengine yote. Bwana ameinuliwa. Tunaenda kuomba tukaukaribisha uwepo wa Bwana katika ibada hii asubuhi na mapema, na tukaweze kuukaribisha uwepo wa Roho Mtakatifu, ya kwamba hatutaenenda na nguvu zetu wenyewe, tuenda kuzikana nguvu zetu na hekima zetu, na kukaribisha nguvu za Bwana na Roho Mtakatifu wake akatuongoze na akaweze kutuelekeza katika mapenzi yake na njia zake za ajabu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mtakatifu Baba uishie milele, Mungu uliyeumba mbingu na dunia, asubuhi na mapema katikati ya mji wa Mahemayo, Bwana umeinuliwa, umetukuka Mungu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana, hakuna jina ambalo ni kuu kama jina lako katika mji wa Mahemayo. Baba, nakutukuza na kuana kuinua na ninakuheshimu asubuhi na mapema kwa anga hii na kwa mji wa Mahemayo. Baba, ninatangaza ukuu wako, natangaza nguvu zako, natangaza damu iliyomwagika msalabani ya mwanao Yesu Kristo. Roho wako Mtakatifu akatawale kona zote za mji, Baba yangu, katika malango yote ya mji wa Mahemayo. Roho wako akatawale Bwana. Asantini kwa sababu wewe Mungu umetulinda siku zote za juma hili tutokapo na turudipo. Mfalme, umetembea nasi Bwana katikati ya changamoto nyingi, umetembea nasi katikati ya hatari nyingi zilizotuzunguka Baba. Haukukubalisha zikaweze kutuangamiza. Tumepita mahali kuna maovu mengi Bwana, hata tumekutana na watu wabaya wenye nia baya na sisi Mungu, lakini wewe ndiye umetuficha kutokana na ukali wao, ukatuficha kutokana na mipango yote iliyopangwa kinyume na sisi. Nasi tumesema hatutanyamaza na shukurani zako, hatutanyamaza kusema ni wewe Bwana. Sisi kusimama hapa Bwana sio kwa nguvu zetu. Nguvu zetu zitatusaidia nini Bwana? Uwezo wetu na hekima yetu itatusaidia nini? Wewe usipotusaidia Baba yangu, wewe usipotusaidia Mfalme wa ajabu, sisi hakuna jambo tuweza kujisaidia nalo. Msaada wetu watoka kwako Bwana, nguvu zetu zatoka kwako Mfalme. Umetukuka, umeinuliwa, hakuna kama wewe Bwana. Wewe ndiye Mungu peke yako wa kuaminiwa. Ulikuwako kabla ya misingi ya dunia kuwekwa, hata kabla ya kitu chochote kuumbwa, wewe ulikuwa ni Mungu. Ukaviumba vyote kwa uwezo na kwa nguvu zako Baba yangu, ukazifanya zikawe mahali pake kwa uwezo wako. Baba, ninakuheshimu, ninakuinua Baba, ninakuheshimu, ninakuabudu Mungu. Ndagutia rushine rwate na itura imerere Jehova, ndakugathĩrĩria na ndauga we nĩwe Ngai na gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũhana tawe.
nawe. Wewe tumenyagirira utuko na muthenya, hata usiku wa leo ni wewe umetulinda Bwana. Kama ungaliondoa nguvu zako juu yetu, tazama vile shetani alikuwa amejihami, tazama vile adui walikuwa wamekaa kitako Baba yangu, wakingojea utuachilie watusabaratishe. Hoi malaika letemetere iliyoturekie Ngai, malaika letemetere iliyotutiganirie, nigetha mahote gututharikira, nigetha mahote gutunina. Ngai witũ warũgama na ithuĩ, nĩtwagũtĩĩa ndungata yaku, nĩndakwambararia Ngai nikisema ni wewe Mungu, ni wewe mfalme, Mungu wetu uishie mahali patakatifu Baba, ulikozungukwa na uwezo na mamlaka. Umeinuliwa Bwana, ninakuabudu na kuheshimu kwa ajili ya watu wote Bwana katika mji wa Mai Mahiu. Uliwaleta hapa kwa mapenzi yako na kwa kusudi lako Bwana. Hakuna mtu aliyeko katika mji wa Mai Mahiu bila kujua kwako. Hakuna mtu aliyeingia hapa bila mapenzi yako Bwana. Na waombea wote wanaoitanishwa na mji huu Baba, ukazidi kuwatenda mambo mema watu wako Baba, ukazidi kuwazunguka na nguvu na utukufu wako, mfalme wa ajabu. Usikubali yeyote uliyemleta hapa Baba yangu akaingia mitegoni ya yule muovu Shetani, akaangamizwa na yule muovu ambaye apendelei kuona watu wako wakisimama Bwana. Ukatete na watu wako, ukapiganie watu wako Baba yangu, na ukawashindanie, mfalme wa ajabu, maana unaweza. Minyororo yote iliyofunga watu wako Bwana, naomba asubuhi ya leo ikaweze kukatika na kuachilia katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye uliyehesabu miaka ya wana wa Israeli kukaa Misri, na Biblia inasema miaka ilipoisha, usiku huo hawakulala wakiwa watumwa. Hata kwa watu wako Baba yangu, naomba utumwa wote ukaweze kuachiliwa jioni na mchana na asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Nani anayeweza kukomboa ila wewe? Nani anayeweza kuokoa ila wewe Bwana? Na kutukuza na kuinua mfalme na wetea muna mudhamaki mwega mkononi mwako Baba yangu. Asubuhi ya leo ninajikabidhi, ukaweza kunipatia nguvu na uwezo katika ibada hii asubuhi na mapema Bwana. Sijui nikanene nini, nikaongea nini na watu wako. Ninaomba nguvu zako Baba, ninaomba neema yako mfalme ikanitosha ninenapo na watu wako Baba. Roho wako Mtakatifu akaniongoze katika kunena mapenzi yako, mfalme wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Nena na wapendwa hawa wanakupenda, nena na watu hawa Bwana wameinua mioyo yao kwako, nguvu zako zikadhihirike juu yao katika jina la Yesu Kristo. Nasimama kinyume na nguvu na ufalme wa giza, na sabaratisha kazi zote zilizoinuliwa kinyume na watu wako asubuhi ya leo katika mji wa Mai Mahiu. Wewe ukatawale Bwana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mikononi mwako ninajikabidhi Bwana, nikiamini ya kwamba niko salama na utaenenda pamoja na mimi Bwana, pamoja na watu wako, na ni katika jina lako takatifu Mungu Baba na la Mwanao Yesu Kristo wa Nazareti ninaomba nikikushukuru Bwana, na hata kukuamini tukaweza kusema kwa pamoja amena, amena, enda amena.
muthenya uria ndakaya uronyamukiria onarua ucoke undirĩrĩre uri gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa unene. Ni ombi asubuhi na mapema, ni kwa sababu kwa wale ambao tunajua ya kwamba nguvu zetu zatoka kwa Mungu, na kwa wale ambao msaada wetu watoka kwa Bwana, tunamwamini ya kwamba atazidi kutupigania, atazidi kutetea watu wake katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Asubuhi ya leo, asubuhi njema na asubuhi ambayo imejawa na utukufu, nimekuja na amani ya Bwana. Nimekuja na amani ya Bwana ambayo amenivika na ametia ndani yangu. Asubuhi ya leo nikuje nitangaze injili yake, na nitangaze ukuu wake, na nitangaze neno lake, kwa sababu tunajua ya kwamba kuishi kwetu ni Mungu, afya tulio nayo ni Mungu, nguvu ambazo tuko nazo ni Mungu, na hata sauti tulio nayo ya kutangaza ukuu wake ni Mungu. Na kwa hivyo tutatumia nafasi hii ya dhahabu ambayo ametupatia kumshukuru na kumuinua, ikizingatiwa ya kwamba siku hii ambayo tumeiona tarehe 19 mwezi wa 10 Jumapili, ni siku ambayo ni mpya kabisa, siku ambayo hakuna mtu hata mmoja amewahi kuifika, amewahi kuishi ndani yake, hata wenye mali, hata wenye hekima, hata viongozi, hata wenye mambo makubwa hawajawahi kufika Jumapili ya leo mbele zetu. Bwana ni mwaminifu, amefanya tukafika wote pamoja bila kuwa na mmoja ambaye alitangulia mbele zetu. Ni kwa sababu hiyo tutatumia nafasi hii kumwabudu, kumuinua na kumtukuza katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa wale ambao mnasikiza sauti hii mara yenu ya kwanza, ni katika mji wetu wa Mai Mahiu. Majina yangu naitwa mtumishi wa Bwana Pastor Samuel Kirofi. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asubuhi na mapema tumeamka na tunamshukuru Bwana kwa sababu kuna wengi ambao tulilala pamoja, lakini vile ambavyo tumeamka hatukuweza kuamka pamoja na wao. Kuona ya kwamba Bwana ametupatia nafasi nyingine ya kuishi, tutaitumia nafasi hiyo kuinua jina lake na kumtukuza yeye peke yake, aliyefanya mbingu na dunia, akaumba vitu vyote kwa uwezo wake, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa wale wote ambao huwa wanabarikiwa na ibada hizi asubuhi na mapema, na wale wote ambao huwa wananiombea, na wale wote ambao huwa wanasema mtumishi wa Bwana unanibariki, Mungu aweze kuwapatia nguvu na aweze kuwabariki pamoja na mimi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa wale wote ambao huwa wanachukizwa na ibada hizi, kwa wale wote ambao huwa wanauliza si huyo mchungaji anyamaze, si huyo mchungaji awache kutufanyia kelele, kwa wale wote ambao huwa wanachukizwa na ibada hizi za asubuhi, I have no apology to make to you. Ni kwa sababu ninajua hakuna mtu wenye wa ufalme huu anaweza kupigana nao. Tunapigana na wachawi, tunapigana na devil worshiper, tunapigana na waganga, na tunapigana na nguvu za giza. Kwa hivyo kuona mmoja ambaye anapigana na kazi hii, hautaniambia sababu ya kutokuwa ya kwamba ni mmoja wa wale ambao wako katika ufalme ule mwingine. Asubuhi ya leo nimekuja na neno la Bwana, nataka tukaweze kusoma kwa pamoja. Ni kwa sababu tunajua nguvu zetu zatoka kwa neno, ambalo neno lake Bwana ni yeye, na neno na yeye ndiye neno. Na kwa hivyo tunapolisoma na tunapolipokea, tunapokea nguvu mpya kila dakika katika jina la Yesu Kristo. Alafu tukasome katika kitabu cha nabii Zakaria, in the Old Testament, kitabu cha nabii Zakaria. Tukasome mistari kadhaa. Zakaria ni kitabu cha pili kutoka mwisho. Ukitoka Malakai
in the Old Testament tunaingia Zakaria na tunaenda kusoma mistari kadhaa tukaweze kusikiza vile Bwana anataka kunena na sisi. In the book of Zakaria chapter number 5, chapter number 7, tutasoma mstari wake wa 11 hadi mstari wa 14. Biblia inasema hivi, tukasome pamoja. But my people stubbornly refused to listen. They closed their minds and made their hearts as hard as a rock. Because they would not listen to the teaching which I sent through the prophets who lived long ago, I became very angry. Because they did not listen when I spoke, I did not answer when they prayed. Like a storm, I swept them away to live in foreign countries. This good land was left a desolate place with no one living in it. Hallelujah. Hilo ni neno la Bwana. Kitabu cha Zakaria, one of the minor prophets in the Old Testament. Katika Agano la Kale, mlango wake ni wa 7. Zakaria chapter 7, tukasoma kuanzia mstari wake wa 11 hadi mstari wa 14. Ni neno ambalo tumesikia ni Mungu anaongea. It was God speaking. Maana mstari wa 11 unaanza na kusema, but my people stubbornly refused to listen. Ya kwamba watu wangu wakakataa kunisikia, wakakataa kusikia. Ni Mungu anaongea. God was speaking through Zakaria the prophet. Anasema ya kwamba watu wangu kwa ugumu wa mioyo yao, stubbornly. Sijui stubbornly kwa Kiswahili unaweza kutafsiri ukaita nini? But the Bible says that the people by that time of Zakaria, they stubbornly refused to listen to God. Walikataa kusikia Bwana, walikataa kusikiza Mungu kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao. Hata kama Mungu alipenda kuongea na wao vile ambavyo anapenda kuongea na sisi asubuhi ya leo, vile ambavyo anatuongelesha, vile ambavyo anatumana ili akaweze kunena na watu wake, hivyo ndivyo alikuwa anatumana wakati wa Zakaria. He was speaking to his people through the prophets by that time. Alikuwa anaongea na watu wake, maana alikuwa anawapenda. Jambo la kwanza ambalo unafaa kuelewa ni kwamba ukiona Mungu akiongea na wewe, ukiona Mungu akikutumania vile huwa anakutumania, ni kwa sababu anakupenda. Ngai aragia na andũ ake tondũ nĩamendete. Ngai aitũmaga ndungata yake yũkĩre ũguo njũkĩrĩte nĩ tondũ Ngai nĩakwendete mũno. God loves you very much that he makes his prophets to speak to you each and every moment and minute. Na ndivyo alikuwa anaongea na watu wake wakati huu wa Zakaria, na neno la Bwana likasema ya kwamba hata kama aliongea na wao, hata kama aliwatumania, maandiko magĩkũrĩ maugaga atĩrĩrĩ, atĩ no rĩrĩ andũ akwa nĩmomirie ciongo ciao na makĩrega gũthikĩrĩria. Momirie ciongo ciao ona ngoro ciao o ta ihiga, maga gũthikĩrĩria mataro marĩa
ndamatomeire na njĩra ya anabii arĩa matũũraga tenere, nĩndarakarire mũno. Angalia, Mungu sababu yake ya kutumana na sababu yake ya kuongea na watu ni kwa sababu huwa anataka watu wake wajue njia zake. Hakuna vile unaweza kujua njia za Bwana kama haujafundishwa na kama haujaelekezwa. Na ndivyo ambavyo anasema, nilitumania watu wangu, niliongea na wao kutumia vinywa vya manabii, but they stubbornly refused to listen. They closed their minds, wakafunga mawazo yao na wakafanya mioyo yao migumu kama mawe, ili wasisikie. Vile utakuta asubuhi ya leo kuna mtu ambaye anasikia injili kama hii, anafungulia kinanda yake ndio asisikie. Those are the people that God are talking about. They refuse to listen. Even if God sent prophets to speak with them, they ignored. Walipuuza na wakagairi na wakakataa kusikiza vile Bwana alikuwa ananena na wao kupitia vinywa vya manabii, na Mungu akakasirika. Maandiko makaimauga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ wa andũ aya kwaga kũmũthikĩrĩria kũhĩtũkĩra anabii ake, Ngai akĩrakara mũno. Wakati unakataa kusikia sauti ya Bwana, wakati ambapo unakataa kusikiza vile Mungu anasema na wewe, kile ambacho huwa unafanya Mungu akasirika juu yako. Ũtũmaga Ngai arakare hĩndĩ ĩrĩa warega gũthikĩrĩria Ngai, hĩndĩ ĩrĩa warega gũthikĩrĩria ũrĩa Ngai endete ũigue, huwa unafanya hasira ya Bwana inapanda juu yako. Na kwa hivyo kutosikiza Bwana ni kama kuchokoza Bwana, ni kama kuambia Bwana, sitaki maneno yako, sitaki kukusikiza, mimi niko sawa bila wewe. Wakati ambapo unakataa kusikia sauti yake, tondũ Ngai takwarageria nĩgũkũmena, Ngai takwarageria nĩgetha ũthire, Ngai takwarageria nĩgetha wanangĩke, akwarageria nĩgetha agũthare kuma ũru-inĩ ũrĩa ũkũrĩire andũ maitho. Hiyo ndiyo sababu kubwa ambayo huwa inafanya Mungu aongee, ili watu wake wasiangamie, ili watu wake wasiishe. Hata wakati huu ambapo alikuwa naongea na wao, the time of Zakaria, he was speaking to them because of his love to them, kwa sababu ya upendo waliokuwa nao kwao. Alikuwa anawatumania ili kama watasikia sauti yake, ile maafa ambayo ilikuwa mbele zao isiweze kuwapata. Mungu alikuwa anawaongelesha ili aweze kuwaokoa, ili aweze kuwaleta karibu na yeye. Hata asubuhi ya leo Mungu anaongea na wewe, si kwa sababu anakuchukia, si kwa sababu anapenda uangamie, lakini ni kwa sababu moja. Mungu anajua ule mpango shetani anakupangia, Mungu anajua ule mpango adui anakupangia, na hakuna kitu kitakuokoa kutoka kwa mtego wa adui kama sio kusikia Mungu, kama sio kusikia sauti ya Bwana. Ukisikia sauti ya Bwana, ile mitego yote ambayo ilikuwa imewekwa mbele zako utaweza kujiokoa nayo. Wetekera gũthikĩrĩria Ngai, wetekera kũigua mũgambo wa Ngai. Jambo la kwanza tumeona ya kwamba hawa watu walipokataa kusikia Bwana walifanya Mungu akasirike, na atumire Ngai arakare. That's what the Bible says, that God became very angry because of those people ignoring his message to them. Walipopuuza. Wakati unapuuza sauti ya Bwana, kuna vile Bwana huwa anaona. Kaionaga mũndũ mũremi,
Ngai onaga mũndũ mũng'athia, Ngai onaga mũndũ wĩna ngoro nyũmũ, na Ngai onaga mũndũ mwĩtĩi, na wakati huo unavutia hasira yake. Haleluya! Hivyo ndivyo neno la Bwana linasema, because they would not listen to the teaching which I sent to the prophets who lived long ago, I became very angry. Hebu sikiza mstari wa 11. Because they did not listen when I spoke, I did not answer when they prayed. Like a storm, I swept them away to live in foreign countries. This good lad was left a desolate place with no one living in it. Angalia neno la Bwana ya kwamba kwa sababu walikataa kumsikia Mungu alipowatumania. Biblia inasema mstari wa 13, nao walipoomba tathikĩrĩria wone mũndũ ũrĩa akoragwo atarĩ na ũgĩ wa kũigana hĩndĩ ĩrĩa araga gũthikĩrĩria Ngai. Maandĩko ma Ngai maruga atĩrĩrĩ Kamũhari 13, tondũ nĩ magire gũthikĩrĩria Ngai. Wacha nisome kwa Biblia ya Kikuyu. Na tondũ matianathikĩrĩria rĩrĩa ndamaragĩria rĩ, na niĩ ndinamacokeria rĩrĩa mahoire. Angalia, mwanadamu anapokataa kusikiza Bwana huwa anaona kama hakuna siku atahitaji huyo Bwana. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũyũ aragĩrio nĩ Ngai, kana hĩndĩ ĩrĩa Ngai aragĩria ciana cia Israeli kũhĩtũkĩra kanua ka ndungata ciake, na wanapuuza, wanakataa kusikiza, walikuwa wanaona kama hakuna wakati watahitaji huyo Mungu. Sasa mstari wa 13 Biblia inasema ya kwamba na wao walipofika wakati wa kuomba Mungu awasaidie, ilipofika sasa ni wao wanahitaji Mungu. Vile Mungu alikuwa na wahitaji wakamkataa, vile Mungu alikuwa amewatumania wakapuuza, vile Mungu alikuwa amewatumania wakafanya mioyo yao migumu. Verse 13 is very clear ya kwamba na wao ilipofika wakati wanaomba ili Mungu awasaidie, ilipofika wakati sasa wao, sio Mungu anawaita vile anakuita leo, ni wao wanamuita. Sio Mungu anawatafuta vile anakutafuta leo, ni wao wanamtafuta. But the Bible is very clear that because they didn't listen, the Bible is saying, wacha tusome tena, because they did not listen when I spoke, I did not answer them when they prayed. Hallelujah. They did not answer, they did not hear, they did not listen when God was speaking to them. And now when they are calling to Him, God did not hear, God did not answer. Angalia, kwa sababu mwanadamu huwa anajidanganya ya kwamba amefika, kumbe hajafika, ya kwamba hahitaji Mungu, kumbe atamhitaji. Biblia inasema ya kwamba, na hii ndio hatari ambayo inakodolea wale watu ambao wanakataa kumwamini Bwana macho. Oyo niguo gwatiorea okoreirie andũ arĩa maregete gwĩtĩkia Ngai maitho. Atĩ hĩndĩ ĩno ya mũnabii Zakaria, maandĩko marauga wega mũno, Ngai aragĩria andũ aya nĩgetha mamũcokerere, aragĩria andũ aya nĩgetha mamũmenye. Lakini hawa watu, hata kama Mungu alikuwa anaongea na wao,
kumsikiza, walikataa kusikiza wale manabii. Nao ikafika ya kwamba wakati wao wa kutafuta Mungu umefika. Wacha nikuambia asubuhi ya leo Maemahio, kuna wakati unafikanga wa kutafuta Mungu, kuna wakati unafikanga wa kuita Mungu. Na kama yeye wakati alikutafuta haukupatikana, na kama yeye wakati alikuita haukupatikana, usifikirie wewe wakati utamuita ndio atapatikana. Haleluya! Tugecirie ati wewe leo kamweta ati niguo akoneka, na wewe ndiye agwetaga. Alikutafuta, alifanya Pastor Kirofi aamke usiku wa manane atayarishe ibada kama hii. Alipoleta ibada kama hii, badala ya kupokea ile ibada, wewe ulikuwa wa kupiga ile ibada. Oh my God! Negokinyaga hende mundu ahoranaga na kiria kingimuteithia, mundu ahoranaga na uteithio wake, na kwa sababu ulipigana na msaada wako, wakati utafika kutaka ule msaada, utakuta ya kwamba neno linakunenea katika Zakaria chapter 7 and verse 13, because you did not listen when God was talking to you. When you are praying now, God will not hear. Na hivyo ndivyo anaambia Zakaria, hawa watu hawakunisikia nilipokuwa naongea na wao, na sasa hata wakati wataomba, wakati watakuwa wakiomba, sitawasikia. Kuna watu huwa wanajazwa na malalamiko ndani yao. Nimekuwa nikiomba, Mungu anisikii, Mungu anirudishii maombi. Nimekuwa nikitafuta Mungu, nimekuwa nikiombewa na wachungaji tofauti, natoka kwa Pastor Kirofi, naenda naombewa na yule mwingine, nimepakwa mafuta, nimefanywa nini. Lakini angalia, wakati wewe Mungu alikuhitaji, endelea gaya fataleti onewele wani wonekile, tondu ni urenda hindi no we fataleti onewele muonere, waniria fataleti onewe ni akuonire. Haleluya! Na hapo ndipo mwanadamu anatofautiana na Mungu, na hapo ndipo mwanadamu anakuta ya kwamba kumbe mawazo yake yalimdanganya. Meshiria mamodo ni mamuenagia makamo yate njirere wagerete ni njega, makamo yate ugwareka ni wega. Najua kuna watu wakisikia sauti hii saa 10:30 asubuhi huwa wanaanza kupiga kelele katika mioyo yao, wakisema takemo igwere unioka gutwagithia toro. Itakufaidi nini ulale usingizi wa asubuhi na hauna Mungu ndani yako? Itakufaidi nini ujifurahishe kwa kitanda chako, halafu baadaye huzuni inakungojea pale saa 7? Sini afadhali usikie hii unasema ni makelele, uokoe uhai wako, uokoe maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maemahio, mimi huwa nakuja kwa sababu ninawapenda, na kuna wakati mtajua ya kwamba ninawapenda. Wakati huu unaweza kushindwa upendo huo wa pasta ni mgani, na sitaki hata uelewe. Wakati wa kuelewa utafika. Haleluya. Biblia inasema Mungu akajaribu kunena na hawa watu ili aweze kuwaokoa, ili aweze kuwatenda mambo mema, but they could not listen, they could not pay attention, they could not even come near to listen to what God was saying. They kept murmuring. Walikaa kunung'unika na walikaa kupiga makelele, na Biblia ikasema nao wakati ulifika
ulifika wakawa wanahitaji huyu Mungu. Wakati ulifika wakawa ya kwamba wanataka kuomba dua kwa huyu Mungu. Na kegaya kera na mwanafi Zakaria atene todo adoya ne dame tirere na makiaga kojiguere na ohenderia majetare na niebia maiguire ne todo wake o majeta ne marenda de maigue na nierere damarageriere matiendire gothikereria. Na hivyo ndivyo iko katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu huwa anataka yeye umsikize, lakini yeye hataki kukusikiza. Mwanadamu huwa anataka wewe umfanye, lakini yeye hataki yeye akufanye. Endaga ogwekwo wega nawe ndendaga gweka wega. Endaga wewe umuthikererie nawe ndendaga guthikereria. Naguo naguo nginya muthenya wa mothe Ngai ararora akona ũrĩa andũ magĩte kũmũthikĩrĩria, no nĩ marenda amathikĩrĩrie. Wewe unataka Mungu akusikie? Wewe unamsikiza? Wewe unataka Mungu akujibu maombi na dua zako? Haleluya! Wewe huwa unamsikiza. Na ndipo anaambia Zakaria, hata wao wakati ambapo waliniita nilikataa kuwasikia. Kuna maombi mengi ambayo Bwana huwa anakosa kujibu, kwa sababu anatazama moyo wa mwanadamu. Anaangalia yule mwanadamu, anaona ya kwamba amejawa na kujipenda, amejawa na kujipenda yeye mwenyewe. In the book of Proverbs, Mithali mlango wa 28 mstari wa 9, Biblia huwa inasema ya kwamba if you do not obey the law, God will find your prayers too hateful to hear. Ati angĩkorwo ndwathĩkagĩra watho wa Ngai, angĩkorwo ndwathĩkagĩra Ngai, Ngai ekuona mahoya maku hĩndĩ ĩrĩa ũramũhoya me kĩndũ kĩ magigi. Haleluya! Himo 28 kamwari ga kenda, mũndũ ũtaiguaga watho ona mahoya make Ngai ndamaiguaga. Mũndũ ũtaiguaga Ngai, mũndũ ũtaiguaga ũrĩa Ngai arauga ona hĩndĩ ĩrĩa ahoya. Angalia neno hili ninanena kwa sababu kuna mambo mengi mwanadamu amejaza kwa mitandao kuhusiana na kuinukia Bwana. Unajua shetani wakati mwingine ni mjinga, atakudanganya ya kwamba ni kanisa unapigana nayo, na ndio unaona watu wanaandika kwa mitandao kuhusu kanisa hili la Pastor Keofi, kanisa hili linafanya. Shetani atakudanganya na ujinga wako, utafikiria ni kanisa unapigana nalo, utafikiria ni Pastor Keofi unapigana na yeye, kumbe upande ule mwingine unapigana na Mungu bila wewe kujua. Uguo niguo shaitani okete, ekerete nguo hana tare nguo ya tare nguo theru muno, no arenda ahĩtithie andũ maume wega-inĩ wa Ngai. Na no nyende gũkwĩra we ũraigua mũgambo ũyũ. Haleluya! Wakati utaona watu wakiongelea mambo ya kanisa, wakati utaona watu wakiongelea mambo ya pasta, hata kama ni kwa Facebook yako, usijaribu kuinamisha kidole ucomment, usijaribu kuongelea, maana wengi wametumwa kutoka kuzimu, wametumwa kutoka kwa shetani, wakuje waandike hiyo posti hapo
wakuje waandike hapo kwa Facebook na wailipia waisponse. Ukienda kwa Facebook utakuta kuna post huwa zinaandikwa sponsored nekorehero irehagirwo nigetha ikinyire makiri na mamilioni mando. Na shaitani akienda guthukia nekorehera posti yake nigetha ithie viral. Sasa wewe na kutojua kwako uamke asubuhi ya leo ukute ya kwamba Pastor Kirofi ndiye anaongelelewa Facebook, kanisa lake ndiye linaongelelewa. Wewe na kutojua kwako uanze kukomenti hapo, ena pastor raka ena kila watu kogoko na ungekona ena kahana na ungekaigua. Wewe uanze kukomenti na ujinga wako, na hiyo posti imetoka kwa devil worshiper. Odosho wake kilo na agent wako ma nigetha ukiahurane na Ngai. Wewe uandike ukifikiria unapigana na mtoto wa Mungu Pastor Kirofi, kumbe unapigana na Mungu direct. Kumbe unapigana na Mungu aliyenituma hapa bila wewe kujua. Na ndio baadaye utakuta mambo yako inaanza kuharibika. Unatafuta Mungu hapatikani, unatafuta Mungu akusikii. Maana Mungu anauliza, mimi kama ndiye Mungu ulipigana na yeye, halafu tena unanitafuta itakuwaje? Nawe theke wahoranire nakio. Mungu ambaye uliinukia utamtafuta namna gani? Ulifikiria ni kamchezo na kutafuta comment kwa Facebook? Ulifikiria ni kutafuta umaarufu katika mtandao? Ukakuta ya kwamba ni wewe unajimaliza. You are killing yourself. Na mimi hata huwa nafurahi wakati naweka posti zangu kwa Facebook. Hata saa hizi niko live na inaendelea. Ukiingia Pastor Kirofi online sermons utakuta haya mahubiri yanaendelea hapo. Na mimi huwa nafurahi wakati naona hakuna mtu amecomment, hakuna mtu amelike. Hata saa hizi ukiingia usicomment. Mimi sio wa devil worshiper, na comment hizo hakuna mshahara zinaletanga. Kukomenti, kulike, kutidara, lakini kuview ina maana utasikia kile ambacho Bwana alitaka usikie. Kwa hivyo mimi huwa sitafuti comment ama like. Hizo zinatafutwa na maagenti hao wa devil ili waweze kupeleka posti zao viral. Na medalaka odo. Haleluya. Sasa na wewe umeamuka hapo. You are a very innocent girl. You are a very innocent boy. You don't even know the devil. But in your phone, through the post that is there, you are joined the devil without your knowledge. Unaungana na yeye bila kujua. Naona siku hizi kuna watu mpaka wana comment ya kusema ya kwamba kuna agent wa devil ambaye anainukia makanisa. Mnasema ametumwa na Mungu. Kaegaya bilia kwehora, kaegaya bilia kweyokerera, kaegaya bilia kwedharekera. Haleluya. Zakaria akasema ya kwamba hawa watu nilipowatafuta walikosa kupatikana, nao watakaponitafuta sitasikia maombi yao. Mithali Biblia ikasema, if you do not obey the law, God will not fight your prayer, or God will fight your prayer too hateful. Niratara ihoya rĩaku rĩkĩiguĩka ta kĩndũ kĩ magigi mbere ya maitho ma Ngai, atĩ ũgĩthiĩ kwĩra Ngai ndeithia, Ngai agakũrora akarigwo atĩrĩrĩ, ndĩragũteithia atĩa? Na we nĩwe ũratũkagĩrĩra mũthenya ũrĩa ũngĩ, na we nĩwe wagire gũthikĩrĩria.
na wewe ni wewe ile pastare kiko ujewe tatumia ploti mshamanio umori weka. Najua kuna watu mpaka wameshikana wakaenda huko police station ati haya mahubiri yasiendelee, ati injili hii isiendelee. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu walipoenda police station wale askari, Mungu amewasaidia sana, maana waliwauliza ni nini mnauliza pasta nekemoragia dukata ya gaimotile kia ujie unainukia pasta, wachawi wako huku utainukia, na unataka ukiita Mungu akusikie. Noleta weta gaya wabikeleika yoreko osho wahorire osho wakereire kaimotoe gai ole utanalera. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Maima hiyo, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Zaburi 66 Psalms 66 verse 18. Nashukuru Mungu kuna watu wana Biblia zao, na wakati huwa ninasoma huwa tunasoma pamoja na wao. May God continue blessing you day in and day out. Psalms 66 verse 8. If I had ignored my sins, the Lord would not have listened to me. But God has indeed heard me. He has listened to my prayer. Bwana Yesu asifiwe. Kama ningepuuza dhambi zangu, Mungu hangenisikia. Kama ningepuuza makosa yangu. That is Psalm 66 and verses 8. Hallelujah. And verse 18, not 8. Mstari wa 18. Korwo ndari na mehia ngoro-inĩ yakwa-rĩ, Jehova ndangĩathikĩrĩirie. Kama ningekuwa na dhambi ndani yangu, Mungu hangenisikia. Angalia ni kitu gani huwa kinafanya Mungu akose kusikia dua na maombi yako. Sio kanisa baya, sio pasta mbaya kwa wale ambao huwa wanahama makanisa ati ukatafute lile kanisa liko na upako. Sio kanisa liko na shida, shida iko ndani yako. Angalia the writer of Psalm 66 verse 18. He knows very well, he is recalling very well, but if he had ignored his sins, kama angepuuza dhambi zake, Mungu angemsikia. Korwo ndonire mehia make, korwo ndonire mahĩtia make, Ngai ndangĩamũthikĩrĩirie. Isaia 59 mũhari wa mbere na wa kerĩ. Maandĩko maugaga atĩ Ngai nĩahingĩte matu, ona kana akahinga matu ategĩ gũkũigua. No kĩrĩa gĩkĩraga mũhaka gatagatĩ ka mũndũ na Ngai ni mehia make. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi zinafanya Mungu akose kukusikia. Kupuuza, ignorance, the way you ignore God, the way He will ignore you when you call Him, the way you ignore the gospel, the way God is going to ignore you in the time of need. Na shaitani nĩahenagia mũndũ, amwonagia ta gũtarĩ hĩndĩ agabatara Ngai. Shetani wanadanganya mwanadamu, anamuonyesha kana kwamba hakuna wakati atahitaji Mungu. Anamwambia wewe uko sawa, unakula unakunywa, uko kazi, hautagoteka,
umeoa, umezaa, unafanya nini? Unaona kana kwamba uko sawa, kumbe hauko sawa. Endelea wako lofatarotio negai na endelea fatarotio ni wenda kuonile niguo kambereria kuririkana kiugo giki. Utaanza kukumbuka ile mchungaji alikuwa na hubiri saa 10:30 asubuhi, akasema ya kwamba yule mtu ambaye alipuuza Mungu ndogashirye Ngai Gaionaga muno. Mimi Pastor Kirofi naweza kosa kujua vile unasema, mimi naweza kosa jua vile unaongea na vile unafikiria, lakini Mungu anajua. He knows the stubborn hearts. He knows the ignorant people. Hanaongea kama gutana wekere guwe hana atea okorowe mundu wa bara Ngai nioe. God loves you. You cannot hide from him. Huwezi ukajificha kutoka kwake. Asubuhi ya leo, kama utataka Mungu akusikie, you never know when you will need him. Nobody knows when he will need God most. Nobody knows when he will need to be answered by God. But time will come when you will call to him, when you will need help from him. Na sasa itakuwa ya kwamba wakati ambapo unamuita, ataangalia rekodi yako, aangalie na wewe, maana umeniita na mimi wakati nilikuita, na mimi wakati nilikutafuta, ulijibu namna gani? Vile ulijibu ndivyo na yeye atakujibu. Ule washokirie rere Ngai agwetirere, na wewe ukamwita agũteithiere, ũguo nĩguo agacokia. Koguo ndakorwo agĩgũcokeria ũrĩa kwagĩrĩire. Hatakuwa na kujibu vile ambavyo haifai, hatakuwa na jibu kulingana na vile wewe ulijibu. Haleluya! Hiyo haleluya! Na kwa hivyo kile ambacho kitakusaidia, kile ambacho kitakuokoa ni kutengeneza ushirika wako na Mungu. Wakati huo ambapo anakuita, wakati huo ambapo anakutafuta, wewe kubali kupatikana, wewe kubali kuitika. Wacha kusikiza sauti zingine ambazo utaona kama zina msaada kwako, bali ni za kufanya uende bali na Bwana. Mungu anajua ya kwamba ninawapenda watu wa Mai Mahiu. Mungu anajua ya kwamba amenitia mzigo ndani yangu kwa ajili yenu, ili kama mtasikia sauti ya Bwana, kama mtasikia akiwaita, naye atasikia mkimuita. Kama mtasikia sauti yake, naye atasikia maombi yenu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kendo kengano thakame ĩrĩa ya Jesũ yaitĩirwo andũ aganu, gwata niĩ mwene
Haleluya.